Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ilikutana kwa ajili ya kupitia na kutolea uamuzi mashauri yaliyowasilishwa mbele yake. Baada ya vikao vyake, kamati ilifika uamuzi ufuatao. Sasa miongoni mwa mashauri hayo bwana, limo shauri la afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, lakini pia lipo shauri la afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali. Sasa kwa upande wa shauri dhidi ya Ahmed Ali, bwana Ahmed Ali, meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club, alishtakiwa na secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kupitia maelezo ya pande zote husika pamoja na vielezo vilivyowasilisha mbele yake, kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumuingiza hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na imemwachia huru. Kwa hiyo kwa upande wa Ahmed Ali bwana hana hatia, na kwa upande wa afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe bwana, shauri dhidi ya Ali Kamwe meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga alishtakiwa na secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutokufanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka miwili. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mashauri ambayo TFF imeyapitia, lakini pia tumeona shauri dhidi ya Shufaa Jumanne Nyarami. Huyu ni mtunza vifaa kit manager wa timu ya taifa ya beach ya soka na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji wa chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA, alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFI kwa makosa matatu. Makosa hayo ni kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni ya maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, kutokuheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 8A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 2021, na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke yani TEFA kinyume na kanuni ya 73 kifungu namba 3A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 2021. Shufaa Jumanne Nyarami alitumiwa wito ambao kamati ilijiridhisha kuwa alipokea, lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote, kwa kuwa wito ulimhadharisha kwamba endapo asipotokea yeye au wawakilishi wake shauri litasikilizwa bila uwepo wao. Kamati iliendelea na shauri baada ya kusikiliza malalamiko na ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilisha mbele yake. Kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa na imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Sasa hayo ni baadhi ya mashauri ambayo TFF imeyapitia na kuweza kuyatolea maamuzi hayo, lakini kubwa zaidi ni mashauri ya msemaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali pamoja na Ali Kamwe. Na nikukumbushe wakati ule sakata la Ali Kamwe pamoja na Ahmed Ali kuitwa na kamati ya maadili ya TFF, kulizuka taarifa nyingi sana kuhusiana na tukio hilo, taarifa zikitoka kwamba huenda Ali Kamwe akafungiwa
maisha kutokana na kile ambacho ametuhumiwa nacho. Kwa hiyo mambo yakawa ni mengi sana, lakini zikawa ni tetesi tu. Lakini wakati huo bado kamati ya maadili ya TFF ilikuwa bado haijatoa tamko kuhusiana na kile ambacho waliwaitia Ali Kamwe pamoja na Ahmed Ally. Sasa leo tumefahamu kile ambacho Ali Kamwe pamoja na Ahmed Ally waliitiwa, na tayari TFF ama kamati ya maadili ya TFF imebaini kwamba Ali Shabani Kamwe amekutwa na hatia na ametozwa faini ya shilingi milioni 5. Lakini kwa upande wa Ahmed Ally, msemaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, yeye amekutwa hana hatia. Sasa mara baada ya maamuzi hayo ya TFF bwana, tumeona kile ambacho mashabiki wa klabu ya Yanga wameamua kukizungumza na wamekifanya, na haya ndiyo maamuzi ya mashabiki wa klabu ya Yanga mara baada ya kamati ya maadili ya TFF kumtia hatiani Ali Shabani Kamwe na kutozwa faini ya shilingi milioni 5. Bwana, wananchi kama alivyoelezea hapa mwenyekiti bodi Yanga na makamu wake Mwalimu Yanga, na michango yote itaelekezwa kwa Mwalimu Yanga. Namba za Mwalimu Yanga za kulipia hiyo michango ni za Mix by Yas, zamani Tigo, utazikuta kwenye peji zetu. Kwenye peji ya bodi utaikuta, kwenye magrupu ya WhatsApp ya influencer yote utazikuta hizo namba kwa ajili ya mchango. Wananchi kwa pamoja, unajua ukiitwa mwananchi ni lazima uipende klabu yako. Twende tulichukue hili jambo la Ali Kamwe kama ni la kwetu, kwa sababu Ali Kamwe ameadhibiwa kutokana na kutupambania sisi wananchi. Kwa hiyo tunaomba hii michango mpaka kama alivyosema Mwalimu Jumanne iwe imeshatimia, na tuuonyeshe umma kwamba watu wa Yanga tunataka kuondoa double standard kwenye ligi yetu. Tunataka kuona mtu akiadhibiwa kweli ameadhibiwa kwenye jambo ambalo lilikuwa linaonyesha kweli amekiuka mipaka, lakini sio anaadhibiwa mmoja mwingine anakuwa hajaadhibiwa. Kwa hiyo wananchi, twendeni tukatoe michango, tumfikishe msemaji wetu sehemu salama ambapo ataweza kuwasikilisha hiyo adhabu ambayo amepewa na mamlaka ya TFF, na baadaye mambo mengine kuendelea. La mwisho la kuongezea, tutakapokuwa katika mechi hapa Manyara dhidi ya Fountain Gate, wanayanga ambao mtakuja uwanjani, una shilingi 1000, una shilingi 2000, njoo nayo. Ile ambayo tunampa Pakome, tunakuaga tunampa Chama, tunampa Kibabage akifanya vizuri kwenye mechi. Safari hii ni kapu la Ali Kamwe. Kikoba kinachofuata kwenye mechi ya Yanga na Fountain Gate, kikoba kinachokuja ni kwa ajili ya bwana, mashabiki wa Yanga wameamua sasa kumchangia Ali Shabani Kamwe hiyo milioni 5 ambayo amepigwa fine, na kama ambavyo mmewasikia kuna namba ambazo zimetolewa kwa ajili ya mchango huo. Lakini pia wamezungumza kuhusiana na wao kuanza siku ya mchezo dhidi ya Fountain Gate, mchezo utakaopiga wa kule Manyara tarehe 21, watakuwa uwanjani na wataendelea kuchangishana, na wametoa wito kwa mashabiki kama ambavyo wamekuwa wakifanya kwa wachezaji kuwapa pesa pinda ambapo wanafanya vizuri. Basi kwa sasa wamesitisha zoezi la kuwapa pesa wachezaji, na sasa zoezi linalofuata ni kwa ajili ya kumchangia Ali Shabani Kamwe kwa ajili ya kulipa fine hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona upendo wa dhati, upendo uliopitiliza ambao mashabiki wa Yanga wameamua sasa kuonyesha kwa afisa habari wao Ali Shabani Kamwe mara baada ya kutiwa hatiani na kutozwa fine ya shilingi milioni 5. Sasa kwa upande wa Ahmed Ally, mara baada ya kutokutwa na hatia, bwana, tumeona kile ambacho amekiandika kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya kukutwa hana hatia na kamati ya maadili ya TFF. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ally aliposhtakiwa na Yanga, bwana, Ahmed Ally amerusha kijembe na akiwataka wakabumbe kesi nyingine tena, kwani hawamuwezi. Alichokiandika, ameandika hivi: nimewagaragaza kwenye kesi, haya sasa kabumbeni nyingine, hamniwezi ngo. Ndicho ambacho amekiandika Ahmed Ally mara baada ya kutokutwa na hatia na kamati ya maadili ya TFF. Na kwa upande wa Ali Shabani Kamwe, yeye kakutwa na hatia na tayari ametozwa faini ya shilingi milioni 5, na tayari ataanza kuilipa, na maamuzi hayo ama utekelezaji unaanza tarehe 16 ya mwezi wa 4. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo kamati ya maadili ya TFF imeweza kutoa maamuzi kwenye mashauri hayo ambayo nimekupitisha. Kubwa zaidi ni shauri la Ahmed Ally pamoja na Ali Shabani Kamwe, lakini pia tumeona baadhi ya mashauri mengine yakitolewa uamuzi. Lakini pia tumeona kile ambacho mashabiki ya klabu ya Yanga wameamua kukifanya mara baada ya afisa habari wao Ali Shabani Kamwe
kutozwa faini ya shilingi milioni 5, na wao wameamua kuichanga fedha hiyo na wameamua pia kuanza kuchangishana kuanzia kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate ili kuona ni kwa namna gani ambavyo wanamsaidia meneja habari wao Ali Shabani Kamwe. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.